Mimi naitwa mchungaji Ezekiel Bayo wa kanisa la TAG Ufana. Kwa kweli tunashukuru sana NIY TV ambapo watu wanaipenda sana, na leo itaonyeshwa mambo makubwa na mazuri. Karibuni sana kwenye Mega Crusade Babati stendi ya zamani. Tunawapenda, karibuni sana. Na unaenda mtaani baba? Na mimi tunatembea leo, tunahubiri mitaani kuwaleta watu kwa Yesu waokoke, ili Yesu awaponye wenye matatizo, walio na shida Yesu atawafungua, na mbarikiwe sana. Haleluya. Wapendwa watumishi wa Mungu, tunavyotuona tunaelekea kwenye msafara wa injili ya mitaani. Tunaelekea maeneo mbalimbali. Tuko Babati, tunaelekea maeneo ya mkutano wa vituo mbalimbali katika mji wa Babati. Basi unapoona gari hapa, tumepakia vyombo kwenye gari letu hapa, tunaelekea maeneo panaitwa Singe. Tunaelekea kuhubiri injili asubuhi na kuwakaribisha watu kwenye mkutano mkubwa utakaofanyika stendi ya zamani Babati mjini. Asante. Anayeongea hapa ni mchungaji pia mtunza hazina wa jimbo hili la Babati. Ninawakaribisha watu wote ambao wanaonisikia kwenye mkutano wetu asubuhi ya leo, injili ya mitaani. Basi karibuni sana sana. Pia mchana saa 8 tunawakaribisha, tutakuwa pale uwanjani kwenye mkutano mkubwa Mega Crusade pale uwanjani. Wapo watumishi wa Mungu ambao wamejipanga, wamepakwa mafuta na Mungu kwa ajili yako. Ninakukaribisha sana, karibu sana mpendwa. Asante. Sasa tunaelekea kwenye vituo vyetu. Mungu awabariki. Haleluya. Tunamshukuru Mungu, saizi kumekucha asubuhi. Tunaenda mitaani kwa ajili ya injili za mitaa na kualika watu waje kwenye mkutano mkubwa Mega Crusade Babati. Kwa hiyo huko ndiko tunakoelekea. Okay, kwenye hizi siku 2-3 mlikuwa mnahubiri maeneo gani? Kwenye hizi siku 2-3 tulikuwa tunahubiri. Aliyeanza mtumishi wa Mungu siku ya kwanza alikuwa anazungumzia kwamba maneno ya ajabu ya Kristo Yesu. Kwa hiyo tukaona kabisa kwamba neno la ajabu ambalo aliwahi kuambia Yesu, na hakuna mtu yoyote chini ya jua, kuambia watu wote waje kwake. Kwa kweli kabisa hilo neno ni la ajabu sana. Tukajifunza kwamba kuna matajiri wengi wanafanya kazi ya kuandaa harusi zao nzuri, send off, sijui kitchen party, lakini hawajawahi kusema watu wote njoni kwangu. Lakini Yesu alisema njoni watu wote kwake, hajali maskini, tajiri, mwenye elimu, asiye na elimu, wote waje kwake. Kwa kweli siku ya kwanza tulimfurahia Bwana, tukaona kwamba yeye ndio mwenye uwezo wa kutoa mwaliko unaowafaa watu wengine. Amen. Lakini siku ya pili akasema kwamba mtumishi wa Mungu yeye ndiye anaweza kubatilisha agenda zozote zilizowahi kutokea katikati ya maisha ya watu. Akasoma maneno ya Mungu kutoka ile Luka 7:11. Akazungumza kwa habari ya mwanamke ambaye alikuwa ni mjane, amefiwa na mumewe, lakini alikuwa na mtoto wa pekee kabisa ambaye lilikuwa ni jicho lake, na bahati mbaya yule mtoto akawa amekufa. Lakini yule baba alipofika akamwambia mwanamke, usilie, uwe na tumaini la Mungu kwamba mtoto wako ataishi. Na hatimaye tunamuona Yesu anamfufua yule mtoto na kisha anampa mtoto wake. Tukajisikia vizuri kwamba maisha ya watu wenye dhambi wamekufa, lakini wanapokuja kwa Yesu wanapata uzima kwa upya. Hivyo tukawalika watu, tukaona maelfu wanakuja kwa Yesu. Kwa kweli tumejisikia vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya injili ya mitaani. Imekuwa ni injili ya baraka sana katika maeneo mbalimbali.
tuna vituo viwili ambao tumekuwa tunaelekea sisi. Kuna kituo kinaitwa Komoto na kuna kituo kinaitwa Sawe, maana kuna Komoto A na Komoto B pamoja na kituo kinaitwa Sawe. Vituo hivi vilikuwa ni vituo vya baraka sana kwa sababu waliokoka watu wengi. Nafikiri katika maeneo yote ambao waliokoka watu wengi ni katika vituo hivi. Hasa hicho kituo cha Sawe waliokoka watu 17 na mmoja aliongezeka kwa ni 18 jumla. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la baraka. Kwa kweli injili inayofanyika hapa katika eneo la mkoa wa Manyara Babati, kuna mambo makubwa sana yanatokea. Kwa sababu tukiangalia kupata watu katika maeneo mbalimbali watu 40 kwa siku moja ilikuwa ni jambo la baraka sana, na tumemwona Mungu anafanya vitu vikubwa, na tunaamini hakika ya kwamba Mungu ameendelea. Tumeona watu wakiokoka, tumegundua watu wana kiu. Mimi nilikuwa sijajua ya kwamba kama eneo la Manyara lina ushirikina sana, lakini kwa kupitia mkutano huu nimekutana na watu wenye matatizo makubwa sana, wenye shida, wamefanyiwa vitu ambavyo visivyofaa. Lakini kwa mkutano huu tumeona watu wakifunguliwa katika maeneo mbalimbali, wanafunguliwa mitaani, wanafunguliwa zaidi sana kwenye mkutano. Na ndio maana tunasema mkutano huu ulikuwa ni mpango wa Mungu kwa kanisa la TAG kuwa na mikutano kama hii. Mimi nasema ya kwamba tunaposema miaka 13 ya moto wa uamsho, miaka 13 ya moto wa uamsho, sasa hatuna sababu ya kubisha. Tuna sababu ya kusema sasa ule uamsho ambao tulikuwa tunautaka wa Tanzania Assemblies of God unaanza kuonekana kwa dhati kabisa. Nikiangalia mikutano hiyo tunayoifanya, tunaona kama miaka ile, wakati ule mikutano ile ya zamani ilivyokuwa inafanyika, tunaona ni mikutano inafanyika ya design ile na kuzidi, na ni mambo makubwa, wanaokoka kama 1000, kitu cha ajabu ambacho hatukuwa tumetazamia. Kwa kweli walioanzisha miaka 13 wa moto wa uamsho walikuwa wanajua kwamba kuna mambo yatakayotokea, na sasa ni kweli tunaona mambo yanayotokea, na ninaamini mpaka miaka 13 itakapomalizika hii ya uamsho kutakuwa na mambo makubwa sana yametokea katika Tanzania Assemblies of God. Nafikiri kwenye vyombo mbalimbali mmeona kwenye N1 TV na maeneo mbalimbali watu wanaokoka. Unajua watu wamezoea chumvi, wamezoea mafuta, wamezoea vitu mbalimbali. Lakini kwenye mikutano hii hakuna chumvi, hakuna mafuta, hakuna chochote. Lakini Yesu yule aliyekuwa anaponya zamani, anaponya bila kitu chochote cha kisaidizi cha namna yoyote. Kwa hiyo naamini mkutano huu wa Babati utakuwa ni mkutano wa baraka sana. Naamini mahali popote na inatupa changamoto kwamba Tanzania inahitaji hii. Na ninaamini kwa mikutano hii wale wote ambao walikuwa wameenda kinyume na utaratibu wakifikiri kwamba labda visaidizi ndio vinafaa, sasa watarudi na kugundua kwamba hatuna sababu ya visaidizi, tuna sababu ya Yesu tu. Na Tanzania Assemblies of God tuna moto sasa. Na naamini kabisa idara ya uinjilisti taifa chini ya muinjilisti wa kitaifa Mchungaji Chanjarika, kwa kweli tunachanjarika katika Tanzania na mambo yatakuwa yasiyo ya kawaida, na utaona miujiza mikuu katika Tanzania Assemblies of God. Mimi nimekuwepo, mimi ni mmoja katika wainjilisti wa taifa wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, Mchungaji Isaya Temu. Lakini tangu nimekuwa mwinjilisti wa taifa sijawahi kuona tena mambo makuu kama haya yakitendeka. Sasa kama kanisa kama kanisa moja sasa ndio tumeona, na naamini tutaendelea kuona, na tumekubaliana wainjilisti wa taifa kwamba popote moto utakapowashwa tutakuwepo, kwa sababu tunamuona Bwana. Kwa sababu lengo letu sisi ni kumuona Mungu akifanya miujiza, na naamini kabisa wakati umefika sasa, kanisa la Bwana limejiliwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Asante sana. Kwa kweli sisi kama wainjilisti ambao tumeingia hapa Babati tunamshukuru Mungu sana, ameendelea kuonekana katika maeneo mbalimbali. Najisikia vizuri kuhudumu kwa njia ya uimbaji, pia tumekuwa masokoni, tumeingia pale soko kuu, watu wamefurahi, wengine wameokoka. Tumeenda sehemu mbalimbali kwenye vituo mbalimbali, kituo kingine kinaitwa Sigino, na huko nilipata neema pia ya kuhubiri, lakini pia niliimba, watu wameokoka, watu wameteswa na ulevi. Hiki kituo kweli kiwa ni kituo cha ajabu. Karibu wote waliookoka wote walikuwa wamelewa, lakini tunaamini Yesu ameenda kuwaweka huru, kwa sababu neno lake lina nguvu ya kuokoa na kuponya. Kweli Mungu wetu anatukuzwa Babati, na wainjilisti tunajisikia vizuri kwa sababu matunda yanapatikana. Asante sana kwa moto wa uamsho ambao unaendelea hapa Babati. Mungu awabariki. Kwa jina naitwa mchungaji na mwinjilisti Israeli Mrisho Mtanikoe. Tuambie kulikoni huko mitaani? Kwa kweli kule mtaani tunauona mkono wa Bwana, tunamwona Bwana Yesu akiokoa na akiponya.
Kwa mfano, tumeshuhudia kuna watu ambao ni walevi wanatubu mpaka kwa machozi, lakini pia tumeshuhudia watu wenye uvimbe unaondoka kabisa na wanapokea uponyaji, na waliofungwa na mapepo na nguvu zote za giza na magonjwa wengi wakifunguliwa na kuokolewa. Kwa kweli tunaona matendo makuu ya Mungu. Mungu awabariki sana. Amina. Ni Mwokozi aliyenifia nitoke dhambini, alisema kila anayemwamini Yesu anao uzima. Msalabani Yesu aliteswa. Tayari wainjilisti wanaingia mtaani kwa ajili ya kwenda kuhubiri neno la Mungu kabla ya kwenda kwenye mkutano ambao utakuwa ukianza saa 9 mchana hadi saa 12 jioni. Fuatana na NYTV uone kile kinachokwenda kutokea mitaani. Amini, amini. Amini, amini na kwani. Amini, amini ujumbe. Amini. Kila anayemwamini Yesu. Kila. Amini, amini. Amini, amini na kwani. Amini mama. Kabila yote watu wote tunaendelea kuwakaribisha. Sasa tunaenda kuanza injili ya mtaa kwa mtaa. Basi endelea kukaribia kwenye mkutano wetu mkubwa wa Mega Crusade unaofanyika uwanja wa stendi ya zamani Babati. Karibuni watu wote wa Babati, endelea kuwakaribishwa katika mkutano mkubwa wa watumishi wa Mungu. Watahudumia katika mkutano na waimbaji mbalimbali akiwepo haya. Tunaendelea kuwatangazia mkutano mkubwa